Mtazamaji mpendwa wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia, karibu tena. Tuendelee na mfululizo wa makala zetu zinazotoa mafundisho mazuri juu ya imani yetu ya Kikatoliki. Na anayekuletea kipindi hiki kama kawaida ni mimi Padre Clement Kihio kutoka Idara ya Liturujia, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na leo fundi wetu wa mitambo ni Joseph Peter. Kabla hatujaendelea na kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utongoze na yule Roho tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mtazamaji mpendwa, leo mada yetu inakuwa ni juu ya ibada ya sakramenti ya ndoa, na leo ni sehemu ya kwanza. Na leo tutaangazia juu ya umaana na hadhi ya sakramenti ya ndoa. Kwa hiyo ni ibada ya sakramenti ya ndoa sehemu ya kwanza, lakini tunaangazia juu ya umaana na hadhi ya sakramenti ya ndoa. Ni vyema kutambua kwamba mapatano ya ndoa ambapo mume na mke wanaunda umoja kati yao unachota nguvu zake na kuimarishwa na tendo la uhulushi. Ni terminolojia ya kisasa, tendo la uhulushi, au kwa lugha iliyozoeleka tendo la ndoa. Kwa hiyo mwanamke na mwanamume wanapokubaliana kuishi kwa pamoja katika maisha yao yote, basi kitu kinachounganisha ni hilo tendo la ndoa, tendo la uhulushi. Aidha, mapatano hayo yanakuwa bora zaidi pale yanapounganishwa na sakramenti takatifu ya ndoa. Wanafanya agano la kisakramenti. Kwa mapatano hayo na makubaliano hayo yasiyotanguliwa, huwezi kuyavunja, yasiyovunjika na mtu yoyote, hata wao kati yao hawezi wakasema tuyavunje. Ni makubaliano ambayo yanaingiwa kwa hiari, lazima iwe kwa hiari, sio kulazimishwa. Wanajitoa kabisa kila mmoja kwa mwenzake, na hivyo ndoa inafungwa. Na umoja huo unakuwa unadai uaminifu kamili kati ya mume na mke, na ni kifungo cha kudumu. Ni kifungo cha kudumu hadi kifo, kwa faida yao wenyewe hawa watu wawili wanafunga ndoa, lakini vile vile kwa faida ya watoto ambao watawazaa Mungu akiwajalia. Kwa hiyo lengo maalum hasa la ndoa ni lipi? Kuna lengo kweli la kuishi pamoja hawa wanaofunga ndoa, lakini vile vile kuna lengo la kuzaa watoto na kuwalea, ambao tunasema watoto ndio kilele cha majitoleo ya sadaka yao ya kuwa pamoja. Pamoja na kwamba kila mmoja atajitoa sadaka kwa mwenzake, lakini kilele ni cha kuwalea watoto kama zawadi inayotoka kwa Mungu. Umoja halisi wa maisha ya upendo wa ndoa, hawa wanakuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja, kwa kadiri Mungu alivyoelekeza katika Agano la Kale, katika ile historia ya uumbaji, kwamba alikuwa mmoja, akanyofua nyama katika ubavu, akamtengeneza huyu wa pili, lakini baadaye akawaunganisha tena, wakawa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo wanakuwa ni zawadi
Mwanamke anakuwa ni zawadi kwa mume wake, na wote wanaishi katika hiyo zawadi ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Kwa hiyo tangu mwanzo vilikuwa hivyo. Kristo anapokuja anaratibisha lile agano la zamani, kwamba tangu mwanzo Mungu alimuumba mume na mke, sio vinginevyo, ni mume na mke. Na Kristo anasisitiza kwamba aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiyetenganishe. Tukasome ile sura ya kwanza katika kitabu kile cha Mwanzo na sura ya pili, tusome kwa undani, tutaona hiyo historia ya uumbaji ilivyokuwa. Kwa hiyo Kristo anapandisha hadhi haya masuala ya ndoa katika nguvu ya kisakramenti ambayo ni mfano wa upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ulikuwepo tangu zamani. Na Kristo tunamuona katika harusi ya Kana. Tunasema alibariki na kugeuza yale maji kuwa divai, kuonyesha uzito wa agano hili jipya, kwamba ndoa imeratibishwa katika huo utakatifu. Na ni katika hiyo harusi ya kwanza wakamtambua Yesu, wakatambua ukuu wake. Kwa hiyo na katika ndoa kila mara inapoadhimishwa tena kwa sakramenti takatifu, katika adhimisho takatifu la ndoa, tunatambua huo ukuu wa Mungu katika maagano haya matakatifu ya ndoa. Kwa hiyo basi, kwa njia ya ubatizo ambayo ni sakramenti ya imani, mume na mke hupandikizwa mara moja tu kwa daima kwa maagano ya kanisa. Maana yake ni Kristo na kanisa lake. Kristo na kanisa lake wameunganika. Kwa hiyo na hawa wanaofunga ndoa wanakuwa ni mfano wa Kristo na kanisa lake. Wanafungwa kwa kifungo hicho cha sakramenti ya ndoa. Kwa njia ya sakramenti ya ndoa, waliofunga ndoa hushiriki katika kuadhimisha fumbo la umoja ambalo limeanzishwa na Mungu mwenyewe. Na katika fumbo hilo husaidiana wao wenyewe kutakatifuzana. Mume atamsaidia mke wake kujitakatifuza na mke atamsaidia mume kujitakatifuza. Kwa hiyo ni tendo takatifu ambalo linafanyika, na kila siku ya maisha yao ni siku ya kutakatifuzana. Na kwa njia yao watoto wanaozaliwa nao wanatakatifuzwa ndani ya maisha haya ya hiyo sakramenti takatifu ya ndoa. Kama vile Kristo alivyolipenda kanisa lake na kujitoa sadaka kwa ajili ya hili kanisa, basi kwa sakramenti ya ndoa Roho Mtakatifu anawawezesha hawa wa Kristo waliofunga ndoa nao kuunganika katika huo upendo, kama upendo ule wa Kristo alivyolipenda kanisa lake. Ni upendo usiogawanyika na usiovunjika. Ndio maana ndoa za Kristo ni ndoa ambazo hatutegemei kwamba kesho na kesho kutwa kuna kuvunjika. Na Roho Mtakatifu anawasaidia watu wa ndoa kujitahidi kwa nguvu zao zote kujenga jamii aminifu ambayo inaachana na mambo ya uasherati. Kwa hiyo wanandoa wametengwa na uasherati. Tendo takatifu wanalolifanya la tunaita tendo la ndoa au tendo la uhurushi ni tendo takatifu kwao. Kwa kulitenda katika njia ya kisakramenti, basi siku zote ni tendo takatifu, ni tendo la furaha, ni tendo la upendo ambalo Mwenyezi Mungu amelibariki katika maisha yao. Tunasema pamoja na kama binadamu inawezekana tuna malengo yetu mengine ya kuoa na kuishi katika ndoa, lakini tunapoangalia katika mlengo sahihi wa ndoa za Kikristo, kwamba ndoa inasaidia kuonyesha ile sadaka ya Kristo aliyojitoa
kwa kanisa lake. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa ni sadaka ndani ya familia, sadaka kwa kila mmoja, lakini sadaka kwa watoto. Ndoa ni kama mbegu zinazopandwa. Mbegu hii ya kike na mbegu ya kiume zinapopandwa pamoja zinamea. Kwa hiyo kwa njia ya sakramenti na kanisa linawasaidia na kuwasisitiza wajitahidi kumea na kukomaa katika maisha hayo ya Kristo. Wanaitwa kujitahidi kukomaa katika uadilifu na kuwa mashuhuda wa fumbo hilo la ndoa mbele ya Mwenyezi Mungu, fumbo la upendo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanandoa wanaposema ninakupenda, wanaonyesha upendo wa Mungu wanaouishi kati yao. Kwa hiyo ni udhihirisho wa upendo wa Mungu ambao uko katika hawa wote wawili, na wote wanaalikwa kukomaa katika kuhudumiana. Kwa hiyo sio kwamba mnaingia tu kwenye ndoa hakuna huduma. Kila mtu anawajibika katika kuhudumia. Sio kwamba mmoja anawajibika kutoa huduma, bali wote mnahudumiana. Kwa hiyo ni muunganiko pasipo utengano wa kiroho na kimwili. Kimwili mmeunganika kwa tendo hilo la ndoa, lakini kiroho mmeunganishwa kwa sakramenti takatifu ya ndoa. Ndio maana tunasema mnatakatifuzana katika hayo maisha ya ndoa. Na jinsi gani ilivyo kweli kwamba hawa wawili ni mwili mmoja, pale palipo mwili mmoja ndipo na roho moja ilipo. Ni vema wanaoingia kwenye ndoa kutambua majukumu ya ndoa, na wale wanaowaandaa vile vile kutambua majukumu ya ndoa na kuwakumbusha kila mara majukumu hayo ya ndoa. Kwa hiyo wachungaji waangalie kwamba katika jumuiya zao huduma hii inazingatia hasa mambo yafuatayo. Kwanza, katekesi itolewe kwa kuzingatia ufahamu wa watoto, vijana na watu wazima. Vyombo vya upashanaji habari vitumike ili waamini waelimishwe juu ya umaana wa ndoa ya Kikristo na majukumu ya watu wa ndoa na wazazi wa Kikristo. Umaana wa ndoa ya Kikristo sio umaana tu wa ndoa kwamba mmekutana wawili mnasema okay tunaishi pamoja, bila kufahamu umaana wa ndoa ya Kikristo. Kwa hiyo waelimishwe tangu wakiwa wadogo, tangu wakiwa watoto, wafundishwe kwamba kuna sakramenti ngapi, kuna sakramenti ya ndoa na majukumu ya sakramenti ya ndoa ni 1, 2, 3, ili wanapokuwa watu wazima, wakiwa vijana, wanaposema sasa tunaingia katika ndoa, wawe wanaelewa hiyo maana ya ndoa ya Kikristo na majukumu ya ndoa ya Kikristo. Vile vile kuandaa wanaotarajia kufunga ndoa waweze kuelewa utakatifu wa hali yao mpya na majukumu yanayotokana na hali hiyo ya ndoa, kwamba wanaingia katika utakatifu. Maisha ya ndoa ni kuingia katika utakatifu. Kwa hiyo watambue huo utakatifu wa ndoa na majukumu yanayozunguka katika huo utakatifu. Vile vile kuadhimisha liturujia ya ndoa kwa namna iletayo matunda ambayo huwaelimisha watu wa ndoa jinsi ya kudhihirisha na kushiriki katika fumbo la umoja na upendo wao, upendo wa kuzaa matunda uliopo kati ya Kristo na kanisa lake. Kwa hiyo liturujia katika adhimisho lile la ndoa iwasaidie kutambua huyu Kristo aliyekuwa katikati yao na Kristo na kanisa lake. Siku zote lazima kuwe na huo mfanano kati ya Kristo na kanisa, kati ya ndoa hawa wawili, mume na mke, kwamba uhusiano huu unafungwa katika maana hiyo. Vile vile kuwasaidia watu wa ndoa waweze kuhifadhi na kukuza umoja na uaminifu wa ndoa, waweze kuhifadhi na kukuza umoja na uaminifu kati yao, na hivyo wawezeshwe kuishi maisha yao ya familia katika utakatifu
na ukamilifu zaidi siku kwa siku. Kwa hiyo kila siku ya maisha yenu nyie watu wa ndoa, maana yake ni kuwa kamili zaidi na zaidi, na kutambua hilo fumbo ambalo mnaliishi kati yenu katika huo utakatifu. Na ni vizuri kuzingatia haya yafuatayo. Wanaotarajia kufunga ndoa wajulishwe mapema kabisa kwamba wanahitaji muda wa kutosha ili waweze kujiandaa kwa ajili ya ndoa. Muda wa kutosha wa kujiandaa. Ndoa sio kujiandaa kwa wiki 2 tu, mmekutana mara moja mnasema tunafunga ndoa. Ndio maana tunasisitiza, Kanisa Katoliki linasisitiza mafundisho ya ndoa yawe ya kutosha. Sio ya siku 2 mnasema si tuko busy, unajua nini na nini, tunataka kufunga ndoa. Kwa nini mnataka kufunga ndoa? Mnahitaji cheti ili kwenda kwa ajili ya mafao yenu ya uzeeni au ya bima ya afya. Ndoa sio kwa ajili ya mafao ya uzeeni, kwa ajili ya bima ya afya, ni kwa ajili ya maisha. Kwa hiyo kuwe na muda wa kutosha kujifunza, kuelimika, kutambua kwamba ndoa hii ina maana gani na majukumu yanayozunguka. Kwa hiyo lazima kuwe na muda wa kutosha. Baadhi ya majimbo kuna semina unakuta za miezi 3, sehemu nyingine unakuta mafundisho ni mwaka mzima. Lakini wale wanaopenda shortcut, baada ya siku kadhaa ndoa imevunjika, watu wanaanza tena kurudi kanisani, tunaomba ndoa ifutwe. Tutambue kwamba ni umoja usiofutika, ni sakramenti ambayo hakuna kuivunja. Na kwa sababu ni sakramenti tena takatifu ya ndoa, Wakatoliki ambao bado hawajapokea sakramenti ya kipaimara wanapaswa kupata sakramenti hiyo kabla ya kufunga ndoa, kwa sababu ndoa ni maisha. Lazima tayari uwe na nguvu ya kiroho, uwe askari unayoweza kupambania kuilinda sakramenti hii ya ndoa katika maisha yako. Na kabla ya kukubaliwa kufunga ndoa, maana yake lazima hawa wawili au kama ni mmoja hana hiyo sakramenti ya kipaimara, apatiwe sakramenti ya kipaimara ili kukamilisha kufanyika kwao wa Kristo. Maana yake kama wewe huna sakramenti ya kipaimara, bado hujakamilisha mchakato ule tunaoita wa jando ya Kikristo. Kufanyika Mkristo ni sakramenti hizi 3: ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu. Wewe mtazamaji, je, sakramenti hizo unazo? Wewe ni mtu mzima, umebatizwa, unapokea ekaristi takatifu, umepata kipaimara. Kama bado, fanya jitihada uweze kukamilisha hizo sakramenti 3, ndio zinazo kufanya kuwa Mkristo kamili. Na iwapo hilo linawezekana kufanyika bila usumbufu wowote mkubwa, basi ifanyike kabla ya siku ile ya ndoa. Lakini ikishindikana kabla, basi hata siku yenyewe ya ndoa mhusika ambaye hana kipaimara basi apewe sakramenti hiyo ya kipaimara. Na wanaotarajia kufunga ndoa washauriwe kupokea sakramenti ya upatanisho. Nyie ni watu wazima, hapa na pale nasema ambaye hana dhambi anajidanganya, na kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo wanashauriwa kabla ya sakramenti ya ndoa hii takatifu, basi wapate kitubio ili wapokee sakramenti hii katika hali ya neema. Kwa hiyo sakramenti ya upatanisho ifanyike. Kwa kweli ni lazima ifanyike, na ikiwezekana kipindi cha maandalizi au hata siku yenyewe ile ya ndoa, lakini ingefaa mambo haya yafanyike katika kipindi cha maandalizi, siku kabla ya siku yenyewe ya ndoa. Aidha, washauriwe kupokea ekaristi takatifu hasa katika misa yao ya ndoa. Tena inashauriwa wapokee maumbo yote mawili ya mkate na divai. Ni vizuri vikwazo viangaliwe mapema, kama kuna kikwazo chochote vile vinavyoelekezwa na kanisa. Kama nilivyosema,
tangu mwanzo kwamba makubaliano haya yanachota nguvu yake katika tendo la uhulushi, tendo la ndoa. Kwa hiyo hiki ni kikwazo kikuu ambacho lazima kiangaliwe tangu mwanzo. Je, hawa ambao wanataka kuingia kwenye ndoa wana uwezo wa kushiriki tendo hilo la uhulushi, tendo la ndoa, tendo la kushirikiana kati ya mke na mume? Kwa hiyo mwanamume lazima adhihirike kwamba ana uwezo wa kufanya hilo tendo la ndoa, ana nguvu za kiume bila kumumunya maneno, na awe na maumbile ambayo yanamruhusu kufanya hivyo. Na vile vile kwa mwanamke naye awe na uwezo wa kupokea hilo tendo la ndoa na maumbile yake yawe yanaruhusu kwa tendo hilo. Wale ambao kwa bahati mbaya hawakujaliwa hayo maumbile yanayowezesha kufanya hivyo, basi hicho ni kikwazo kimoja wapo. Nasema hawa wamezaliwa matoashi wa kuzaliwa, basi watamtumikia Mungu kwa njia nyingine. Na iwapo jitihada zimefanyika za kuwaelimisha hawa wahusika juu ya umaana wa ndoa, sakramenti ya ndoa, masharti yake ya kudumu, upendo na kadhalika, wanapaswa kukubaliana nayo na hayo mafundisho. Na iwapo mtu kwa wazi kabisa hakubaliani na mafundisho hayo ya kanisa ya msingi juu ya ndoa, na anasema wazi wazi, mimi hayo siwezi kuyapokea, basi ndoa haiwezi kufanyika. Tunasema ni yeye mwenyewe anayekataa ndoa, sio kanisa linalokataa ndoa hiyo. Wewe unasema mimi siwezi kuishi na huyu mtu mpaka kufa kwangu, mimi siwezi kufanya 1, 2, 3 majukumu yale ambayo ni ya kindoa. Nasema wewe mwenyewe umekataa hiyo sakramenti ya ndoa. Kwa hiyo wachungaji wa kanisa hawana budi kuwaeleza kwamba kwa kweli ndoa hii haiwezi kufungwa kwa sababu imekiuka misingi ambayo Mwenyezi Mungu ameielekeza. Tutambue kwamba vile vile kanisa takatifu Katoliki linaruhusu kwa masharti ndoa za mchanganyiko. Tunaposema ndoa za mchanganyiko, maana yake mchanganyiko wa madhehebu mengine ya Kikristo au hata dini nyingine. Mfano, Mkatoliki anaweza kaolewa au kuoa Mluteri, Mwanglikana na wengineo. Vile vile anaweza hata kuolewa na Muislamu au akaoa Muislamu, lakini kwa masharti lazima waelezwe, wayafahamu kwamba sharti kubwa katika ndoa za mchanganyiko, watoto wote watabatizwa katika imani Katoliki. Kwa hiyo kama ni mwanamke ameolewa, watoto watakaozaliwa wote watabatizwa katika imani ya baba ambaye ni Mkatoliki. Na kama ni mume ndio Mkatoliki au mke ndio Mkatoliki, basi watoto watafuata imani ya yule Mkatoliki. Kwa hiyo Mkatoliki anaweza kufanya hiyo ndoa ya mchanganyiko kati ya yeye na dhehebu nyingine na mkatekumeni na Muislamu na kadhalika, lakini masharti yale lazima waelezwe na kuwe na ruhusa maalum kutoka katika askofu wa jimbo. Inafaa kwamba padre yule anayewaandaa wanaotaka kufunga ndoa ndiye aadhimishe lile adhimisho la ndoa yao na kuwapa mafundisho ni kama ya mwisho kabla ya kufunga hiyo ndoa. Na lazima ndoa ifungwe katika parokia mojawapo ambapo hawa ndugu aidha wanaishi, kama wamehamia basi iwe mahali hapo. Na wanaparokia watambue kwamba hawa watu kweli wamefunga ndoa. Ninatumaini umepata huu utangulizi mzuri juu ya umaana wa ndoa. Katika kipindi chetu cha kijacho tutaendelea kuelezea juu ya maadhimisho ya ndoa. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki katika maisha yenu, hasa ninyi ambao mnaishi katika ndoa, mutambue utakatifu ambao mnauishi.
Tumalizie kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.